Hayo yote yalikuwepo ndio, lakini badala ya Mheshimiwa Lukuvi kuona tuna shida hiyo, aliita wataalamu wa kilimo. Akaleta, akatupa mafunzo, akatuletea mbegu bora, wakatuambia tutumie mbolea, na ndio maana saizi tuko kwenye hali hiyo, tumeondokana na ule umaskini wa mwanzo. Saizi tuko vizuri kabisa. Wananchi huku nyinyi mtamkumbuka kwa lipi hasa Lukuvi? Yaani tunamkumbuka kwa mengi sana, kwa sababu katufanyia mambo mengi bila kutegemea Idodi. Idodi yetu haikuwa hivi. Ina mabadiliko makubwa kupitia yeye. Tulikuwa kila tutakachoomba tunapewa. Alikuwa hajawahi kutunyima chochote. Tumeomba shule tumepewa, hospitali tumepewa, barabara. Shule sekondari mpaka form 5 na 6 wapo pale wanasoma. Ni kijijini, lakini kwa jitihada za Mheshimiwa William Lukuvi tutamkumbuka sana. Tuna majonzi naye sana tu. Mheshimiwa Lukuvi mimi namfahamu vizuri kwa sababu bahati nzuri mwaka 95 wakati anakuja kutangaza nia, mimi nilikuwa miongoni mwa watu waliofanya kikao cha kuwaita wazee ili aweze kutangaza nia. Kwa hiyo namfahamu vizuri. Lakini pia naanza kumkumbuka kutokana na jinsi hali halisi ya jimbo letu. Jimbo letu lilikuwa jimbo la mwisho kabisa katika mkoa wa Iringa. Ukiangalia hali ya mazingira, kielimu ilikuwa hali ngumu, habari ya afya ilikuwa ni shida. Na alipokuja kutangaza nia kwamba yeye anataka kuomba ubunge, kwa kweli sisi tulifurahi. Kwanza tulifurahi kwa sababu ni mtoto wa nyumbani. Lakini cha pili anazijua changamoto la jimbo letu. Kwa hiyo tukaona kwamba atakuwa ni mtu sahihi, na ni kweli. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, toka mwaka 95 jimbo hili lilikuwa halina shule za sekondari. Kwa hiyo elimu tulikuwa chini sana. Lakini pia ukiangalia mazingira hata ya afya, wakati anakuja kushika madaraka ndio tukaanza kupata sasa zahanati maeneo mbalimbali katika jimbo lake, vituo vya afya. Mpaka leo ninavyozungumza kuna vituo vya afya 4 ambavyo amevijenga katika kipindi chake. Lakini pia barabara hii ilikuwa haipitiki. Nadhani mlikuwa bado wadogo. Ilikuwa haipitiki kwa sababu ilikuwa njia ni mbaya. Lakini alileta msukumo serikalini, ikafikia mahala barabara zetu zikaanza kuboreshwa sasa. Eneo hili tunalima kilimo cha mpunga. Miundombinu yetu ilikuwa ni miundombinu ya ajabu sana. Lakini mheshimiwa tulipomtolea shida, kwa sababu moja ya changamoto zake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wa bonde hili wanapata uchumi ulio sahihi kwa kulima kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo tulienda naye, akawa ameanza mchakato toka mwaka 2004. Walikuja watu wa kanda, tukaja alituma wataalamu wake, wakaja wakapima maeneo na wakaahidi kwamba wanaweza kujenga bwawa. Kwa hiyo kila anapokuja, moja ahadi yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Idodi iwe ni Idodi ya kijani, baada ya kuona kwamba litajengwa bwawa la kisasa ambalo litaboresha kilimo cha mpunga. Lakini sio hicho tu. Mheshimiwa Bunge yeye katika ahadi zake mambo makubwa aliyokuwa ametuahidi, alituahidi mambo kama 4 makubwa. Cha kwanza yeye kwamba afya watu wapate afya bora, kwa maana kwamba huduma ya matibabu itakuwa bora. Barabara aliahidi ilikuwa ni kilio chake, lakini umwagiliaji, alafu na elimu. Hayo mambo 4 ambayo kimsingi kwa sehemu kubwa katika hoja yake amefikia hata 99% mpaka Mungu anamchukua. Tunavyozungumza hivi, mwaka jana tulipata wataalamu toka ngazi ya taifa kutumia umwagiliaji. Wamefanya vipimo vya ujenzi wa bwawa, na kwa maelezo yake kwa mara ya mwisho alikuja kwamba inapofika kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mradi ungeweza kutekelezeka. Mheshimiwa yani kwanza alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana watu wake. Alikuwa na uchungu sana eneo lake. Kama nilivyosema mwanzo kwamba yeye katika maisha yake yote, kwa sababu ni mtu wa huku, alijua kwamba eneo hili halina elimu, watu wako chini sana kielimu. Kwa hiyo alikuwa na uchungu sana kwamba alitoa kutoka pale lilipo angalau watu wao sawa na maeneo mengine. Mpaka leo ukiangalia jimbo la Isimani ni jimbo la tofauti, watu wanatuonea tamaa. Sasa baada hata leo kupata tatizo hili la msiba, kimsingi tumeumia na yani hatima yetu hatuijui. Kwa hiyo tumepata uchungu. Basi Mungu ndo atakayetuwezesha kwamba tutafika nani atatokea kiongozi mwingine ambaye atakuwa na uchungu na wananchi, kwa sababu yeye lengo lake ni kuinua kipato cha wananchi wake, ndio ilikuwa ndio uchungu wake mkubwa katika maendeleo. Lukuvi alikuwa ni mtoto wetu, ni mtoto wangu mimi, ni baba yake ni babu yangu kabisa. Mama yake alikuwa mama yake alikuwa ni nani, Mkabila. Alikuwa Mkabila. Alikuwa ni mtoto wa aina gani sasa Lukuvi? Lukuvi kwa kweli ameishi miaka akitujali watu,
ametujali sana watu. Hata alipoendaga huko walikuwa mmoja wa vijana, alijiunga na mmoja wa vijana, baadaye wa wilaya, baadaye mkoa, baadaye akaendeleaga mbele huko. Kwa kweli Lukuvi ametujali sana, kijiji chetu cha Idodi ametujali sana kwa kweli. Mna vitu gani vya kujivunia na kumkumbuka yeye? Mimi hapa kuna siku nilikuwa sipo, nakuta tu kitu ameleta zawadi kama zawadi. Tena siku nyingi, kwa sababu mimi ananikumbuka wakati anagombea ubunge mara ya kwanza, ndio tulikuwa wana CCM tunaimba kwaya, tunampigia kampeni. Kwa hiyo huwa hanisahau. Kwa kweli alikuwa hasahau. Kila anapoagiza kitu jina langu lipo. Anasema mama hilo msimwache. Kwa kweli ametufanyia mazuri mengi ambayo hata kueleza. Jambo la kwanza ambalo naweza kukumbuka na ambalo litaishi kwa vijana wengi, amewalea vijana wengi ambao alitamani na aliamini kwamba katika kulea vijana basi anaandaa taifa la kesho, hata kama itatokea wao wapo au hawapo. Na aliamini sana katika vijana ambao wameishi katika misingi ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, lakini aliamini katika vijana ambao wao wamepata madarasa ya itikadi vizuri. Lakini kitu pekee ambacho tunaweza kukumbuka kama vijana, alikuwa anatamani vijana wanaoweza kujitolea. Yaani kijana asiyependa maslahi binafsi kwanza. Alitamani akikupa kazi uende ukaifanye kazi bila kudai malipo yoyote. Na mtu wa namna hiyo alikuwa anaweza akamuondoa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kadri atakavyoona yeye anapendezewa aende maeneo gani. Kwa hiyo kama vijana tumepata pigo kubwa, na ninaamini wapo vijana wengi wanaofanya kazi eza kwenye chama au kwenye serikali, au ni wakulima au ni wafanyabiashara au ni vijana wa michezo, wako katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika maeneo tofauti tofauti. Naamini wameguswa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini jambo la pili, alihimiza sana elimu kwa vijana. Nakumbuka usemi wake wa mwisho alisema, Makara, nyie mnafanya kazi huko kama maafisa tarafa. Hatutarajii sisi wakati huo tunasoma, elimu na vyuo na shule zilikuwa chache, lakini nyinyi kwa sasa mnaweza mkapata elimu hata kwa njia ya mtandao. Sitarajii hapo mlipoishia muishie hapo. Tunatamani muwe na uelevu zaidi katika kutimiza majukumu yenu kwa kupata elimu zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo utaona kabisa katika misingi yake aitamani sana vijana waendelee kuligrow, wakue, lakini wawe na misingi thabiti ya uongozi, lakini wapate elimu thabiti katika kipande cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.